Ninashukuru Bwana kwa ajili ya maisha yako na yangu, mtazamaji wa Gospel Voice TV, na niko na imani ya kwamba Bwana amekuweka hai siku ya leo ndio tuweze kushiriki neno hili pamoja, na niko na imani kubwa ya kwamba hili neno litakuwa la faida katika maisha yako, maana maandiko inasema ya kwamba kama vile mvua ishukavyo kutoka mbinguni ndivyo neno lilivyo, ya kwamba lazima litimize kusudi. Na niko na imani ya kwamba maneno ambayo nitakayoyaongea yatatimiza kusudi katika maisha yako, maana ni neno la Bwana. Maandiko inasema ya kwamba mwanadamu hawezi ishi kwa mkate peke yake. Mkate ni muhimu, lakini pia neno litokalo kwa Bwana ni muhimu. Wacha tuombe tuingie kwa neno. Baba, katika jina la Yesu, ninalitukuza jina lako nikisema unastahili sifa, kuinuliwa na kuabudiwa. Ninaomba kibali chako na neema itokanayo na wewe, nikiomba ya kwamba mfalme mwema uweze kunitumia tu kama shombo na ujitukuze kwa utukufu wa jina lako. Maneno yale nitakayoyaongea katika hii ibada, ninaomba ya kwamba ikuwe ni ya faida katika mwili wa Kristo. Ninaomba nuru yako ituangazie na roho wako washukie usukani kwa utukufu wako. In Jesus name we pray. Luke chapter 16 and verse 10. Nataka niongee kuhusu accessing kingdom wealth. Accessing kingdom wealth, ama mtu kuweza kupata utajiri kutokana na Mungu kumsukumia utajiri. Mtu kuweza kutajirika kutokana na Mungu kumsukumia hiyo utajiri, na kwa hivyo katika utajiri ama mali ambayo uko nayo Mungu mwenyewe amehusika. Na ni vizuri tuelezane hivi ya kwamba kuna mtu ambaye ameandikwa kwa maandiko ambaye anaitwa Abraham, na maandiko inasema huyu mwanaume alikuwa ametajirishwa na Mungu. Na maandiko inasema ni kitabu cha Genesis chapter 13, inasema ya kwamba yeye alikuwa tajiri wa fedha na dhahabu na mifugo. Alikuwa tajiri wa fedha na dhahabu na mifugo. Na hii ni kukwambia kwamba Abraham alitajirishwa na Mungu mwenyewe, na ni ahadi ya Mungu ambaye alikuwa amemwahidi. Genesis chapter 12 kuanzia pale verse 1 walipokutana, alimwambia I am a great reward, na kutoka hapo akamwambia nitakubariki, na yeyote ambaye atakubariki amebarikiwa, yeyote ambaye atakulaani atalaaniwa. Na kutoka pale mtu ambaye anaitwa Abraham maisha yake ikawa tofauti, na akawa mtu ambaye amebarikiwa. Ni vizuri tuelewane ya kwamba falme ni mbili zinatawala hapa duniani. Kuna ufalme wa Mungu na pia kuna ufalme wa giza, na pia ufalme wa giza unapea watu mali na utajiri. Unakumbuka shetani akiwa na Yesu pale katika kitabu cha Luke chapter 4, maandiko inasema ya kwamba akamwambia ukiniinamia uniabudu, hizi mali zote na falme zake za duniani nitakupatia. Na Yesu hakusema ya kwamba haziko mikononi mwako, ishara ya kwamba unaweza kuwa katika utendakazi na ukute ya kwamba umeaccess mali, na mali hiyo sio Mungu amepeana. Tofauti ni hii, baraka yoyote inayoletwa na Mungu katika maisha yako haifuati nyuma na machozi. Baraka ambayo inaletwa na Mungu kwenye mikono yako hakuna wakati itafanya ulie. Baraka ya Mungu huwa inadumu na haifuatwi nyuma na machozi. Na kwa hivyo kuna baraka zinakuja katika maisha ya watu, lakini sio Mungu mwenyewe amehusika. Na kwa hivyo unakuta ya kwamba mwishowe inasababisha usilale usingizi, inakuletea magonjwa, inasababisha maisha yako isisimame imara. Ninapoongea hivi ni vizuri ujiangalie, na kweli ubali huu nimebarikiwa, ni mkono wa Mungu kweli nimetumia, ama Mungu amehusika? Na naongea hivyo ndivyo tuweze kuelewana ni nini husababisha watu katika kizazi chetu na katika nchi tuseme kama Kenya. Unakuta ya kwamba wanalika tunatamani katika kwenda kufanya kazi nchi za ughaibuni. Watu wana daily basis wanatafuta kazi Europe, watu wana daily basis wanatafuta kazi Marekani, daily basis wanatafuta kazi kwenye mataifa ya Gulf. Nini inasababisha? Ni baraka ya aina fulani wanatafuta, ni hali ya umaskini wa aina fulani wanaondokea. Na ukweli ni ya kwamba we all agree, ama tukubaliane ya kwamba Mungu wa mbinguni huwa anabariki watu.
Mungu wa biguni huwa anabariki watu. Lakini sasa inapofika ni kwa baraka, sio watu wote watabarikiwa. Inapofika ni kwa baraka, kuna watu katika uso wa dunia, ikawaje Mungu anabariki watu, kuna watu wataikosa hiyo baraka. Nasema hivyo kwa nini? Siku moja Yesu akafuatwa na mama tajiri aliyevuja mafuta kwenye miguu yake. Aliyevuja chupa ya mafuta kwenye miguu ya kwenye miguu ya Yesu, huyo mama akasababisha treasurer wa kanisa la Yesu ambaye tunamjua kama Judas aongee. Judas akasema hii ni wastage of money, ya kwamba mali kama hii pesa ni mingi sana, igeuzwa watu maskini wengi wagesaidika, ama igeuzwa watu wengi wagepata afueni. Na Yesu akasema ya kwamba maskini mutakuwa na wao siku zote. Kwa hivyo katika uso wa dunia si watu wote watatajirishwa na Mungu. Sasa hii ndio bitter truth. Hii ni ukweli na iko na ushungu. Katika uso wa dunia sio watu wote watatajirishwa na Mungu, ama sio watu wote watatajirika. Kuna watu watakaa maskini siku zote. Sasa basi, kwani ili Mungu abariki mtu, basi anaangalia wapi kama hata bariki wote na wote wanamuita? Maana kama Yesu alisema ya kwamba maskini mutakuwa na wao siku zote, hiyo ni kusema ya kwamba kuna watu maisha yao siku zote hawatainuka. Kuna watu maisha yao, na sasa ni bidii hawatakuwa nayo ndio wasiinuke, ama ni nafasi tu watanyimwa ndio wasiinuke. Na hiyo ndio nataka tuangalie, kwani Mungu ili aweze kukudhamini na aseme na huyu nitafanya kazi na yeye, na huyu nitainua, na huyu nitakaa na yeye hivi, huyu nitakaa na yeye hivi, basi huwa anaangalia wapi? Luke chapter 16 verse 10. Biblia inasema yeyote aliye mwaminifu katika mambo madogo na pia mwaminifu hata katika mambo makubwa, naye mtu ambaye si mwaminifu katika mambo madogo pia si mwaminifu katika mambo makubwa. Turudi tena verse 10 part 1. Yeyote aliye mwaminifu katika mambo madogo pia ni mwaminifu hata katika mambo makubwa. Kwa hivyo ile kitu moja bigu inaangalia ni je, wewe ni mwaminifu? Are you trustworthy? Yani bigu inaweza kukudhamini na mali yake na vitu zake. Wewe ukipatiwa, mapigo ya moyo wako itaelekea pande gani? Je, tutakupea alafu kesho tuanze kulalamika ya kwamba huyu ni nani tulikabidhi, ama huyu ni nani tulipea? Mimi ninaongea hivyo ndivyo tuweze uweze kujiangalia, maana watu wote si waaminifu. Mungu hawezi kukudhamini, na Biblia inasema ya kwamba uanze kuwa mwaminifu kwa mambo madogo. Nao wacha niseme kitu kidogo kuhusiana na fungu la 10, ya kwamba unakuta mtu akipata pesa kidogo anakuwa mwaminifu kwa kutoa fungu la 10, lakini the moment pesa itaongezeka inakuwa changamoto. Unapopewa na Mungu shilingi milioni 1, ati unahesabu fungu la 10 ni shilingi 100,000. Hilo jambo lazima likusubua akili, maana 100,000 ni pesa mingi. Lakini ukipewa shilingi 200 na fungu la 10 ni shilingi 20, hiyo hata haufikiri mara mbili. Unachukua 20 bob na unaweka kwa bahasha na unatoa kwa kanisa na unasema ni tithe. Na hiyo ni kusema ya kwamba mara mingi mtu ni mwaminifu kwa mambo madogo na anakataa kuwa mwaminifu kwa mambo makubwa. Na uaminifu unapimagwa na uweza wako wa kujitolea kitu kama fungu la 10. Maana Mungu amekupatia ikiwa 100%, alafu anakuambia niregeshee tu 10 peke yake. Unakuta ya kwamba mapigo ya moyo wako unang'ang'ana, unapigana ukijaribu kutafuta, ninaweza kweli, nitahakikisha nimeregesha hii 10. Hiyo ndio tu inasema kama Mungu atazidi kukuinua. Na reality ni hii, inapofika hapo watu wengi wanakosa kuwa waaminifu. Watu wengi wanakosa kuwa waaminifu. Mimi nikwambie maneno haya. Joseph akaingia katika nyumba ya Potifa, na at one point Potifa akaangalia utendakazi wa huyu mtu na uaminifu wake. Biblia inasema akamwashia kila kitu katika hiyo nyumba. Ni uaminifu tu, akamwashia kila kitu katika hiyo nyumba. Na ukweli ni ya kwamba nyumba ya Potifa ikapanuka ikiwa mikononi mwa Joseph, kwa sababu amesigatia ama ameonyesha misingi ya uaminifu. Na ukisoma hapo Biblia inasema ya kwamba na Mungu
akawa na Yusufu. Kwa nini Mungu anakuwa na Yusufu? Ni mwaminifu. Kitu moja kinatoaga Mungu katika maisha yetu, kinatoa Mungu katika mikono yetu, ni ile element ya kukosa kuwa mwaminifu. The moment imejulikana wewe sio mwaminifu, katika on a daily basis Mungu anatafuta mtu wa kufanya biashara na yeye. Biblia inasema in the book of Psalms, Mungu macho yake inakibia duniani kila wakati akitafuta mtu wa kusaidia. Na kwa hivyo hata siku ya leo ninaongea na wewe, macho ya Mungu iko duniani ikikibia akitafuta mtu wa kusaidia. Na yule mtu atasaidia ni nani? Ni mtu yule ambaye atapata kuwa mwaminifu. Kama Yusufu hangekuwa mwaminifu, nataka nikwambie Farao angekuwa na shaka kumwashia taifa. Maana siku ile alisimama mbele ya Farao, akaambia Farao, ninakushauri upate mtu mwenye hekima. Miaka hii 7 kutakuwa na chakula. Huyo mtu aweke 20% ya kila kitu ambacho kitatoka kwa mashamba. Taifa la Misri halitaumia wakati njaa itakapokuja. Farao akauliza, ni nani mwingine isipokuwa huyu? Farao alikuwa sure of ya kwamba this young man ni mwaminifu kwa hiyo kitu anasema. Na ukweli ni ya kwamba, maana Potiphar si ati alikuwa amefutwa kazi na Farao, ni kusema Potiphar alikuwa pale katika kambi ya Farao. Na reality ni hii, Potiphar hakusema na huyu mtu si mwaminifu. Meaning anajua ya kwamba he has a capacity. Na kwa hivyo jambo moja ambalo linasababisha watu wakosa kuaccess baraka ambazo Mungu anapeana ni uaminifu. Ukianza kuaminika kidogo, alafu Mungu kuwe na yeye aanze kukuinua, ninakuomba katika jina la Yesu, unapozidi kuinuliwa, zidi kuwa mwaminifu. Hiyo ndio huwa inasababisha watu wakae juu. Hiyo ndio inasababisha mkono wa Mungu ikae kikushikilia. Can I tell you, mtu ambaye anaitwa Daniel katika mji wa Babylon alikuwa mwaminifu katika utendakazi wake. Alikuwa mwaminifu katika utendakazi wake. Mpaka watu wa Babylon wakasema, wale walikuwa wanataka kumwingilia, ya kwamba huyu hatuwezi tukapata makosa katika utendakazi wake. Ni kwa sababu gani? Ni mtu mwaminifu katika utendakazi wake. Na Biblia inasema ya kwamba in the book of Corinthians, it is required for a steward to be faithful. Kama wewe ni mtu ambaye anadhaminiwa na Mungu, na Mungu hudhamini watu na vitu mingi. Mungu hudhamini watu na watoto. Ukipewa watoto, kuwa mwaminifu ya kwamba nitawafundisha njia za Mungu. Hiyo ndio ile uaminifu Mungu anataka. Nitawafundisha kuwa watoto ambao wenye tabia ambayo itapendeza. Kuwa mwaminifu katika hiyo. Umepewa kazi. Watu wengi wanaandikwa na makampuni, wanaandikwa kazi kubwa. Hata watu hupata kazi kwenye vyeo vya kiserikali, wanapewa kazi kwenye ofisi za kiserikali, lakini unakuta at the end of the day you are not faithful. Uaminifu ni kitu moja kinasababisha Mungu akusustain. Uaminifu unasababisha Mungu akusustain. Mtu ambaye anaitwa Elijah alikuwa mwaminifu kwenye ile kazi Mungu alikuwa amempea, na kwa ajili ya hiyo Mungu akamsustain na kumpea chakula. Hata kuguru walitii ndio wamsustain, na ni uaminifu ulisababisha. Na Biblia inasema ya kwamba Israeli kulikuwa na wajane wengi wakati ule. Elijah alikuwa nabii wa Mungu, na maandiko inasema ya kwamba hakutumwa kwa wajane wengi isipokuwa ule mjane wa Salva. Na ni kwa sababu gani? Mjane alikuwa mwaminifu. Mtu ambaye anaambiwa chakula ambayo uko nayo ni ya meal moja peke yake, nenda ukanipikie mkate na unipe maji, anamwambia kwamba ni hiyo tu ya meal moja, anamwambia nenda utengeneze, na akaenda kutengeneza. That is the faithfulness that is required. Unapokuwa mwaminifu, uhalisia ni huu, ni ya kwamba Mungu hatakuwa na shaka na kuweka vitu zake kwenye mikono yako. Mungu hatakuwa na shaka kuweka vitu zake kwenye mikono yako. Mungu hatakuwa na shaka kuweka vitu zake kwenye mikono yako. Na kwa hivyo unapoona Mungu anapatia watu vitu alafu mwishowe anaziodoa, ni kusema ya kwamba you are not. Na maandiko inasema ya kwamba ukiweza kuwa mwaminifu na vitu za wenyewe, Mungu atakupatia vitu za kwako. Umewekwa saruni na mwenyewe amefungua saruni, yeye anafanya kazi kwingine. Hiyo saruni hata hajaweka kamera, ni wewe amekudhamini ya kwamba unapofanya kazi pale kwa ile saruni, ninajua ya kwamba pesa itanifikia. Lakini unafanya kazi pale kwa saruni, alafu unakuta baada ya kukaa kwa muda fulani mwenyewe hafikiagi na kitu. Akikuuliza unamwambia hakuna customer, hawajakuja leo, hata jua. Maana hata watu wengine, niliona mtu ameandikwa kwa duka ya M-Pesa
na mwenye M-Pesa akatafuta kitabu extra ya kwake. So transaction zile zinafanyika, anaziandika zote kwa kitabu ya kwake. Mwenye M-Pesa akija kuangalia kitabu, maana anamwambia nipigie picha nione zile transaction ulifanya leo, zimeandikwa transaction 4-5. Pesa ni ya wenyewe. Hiyo kutokuwa mwaminifu mwishowe itasababisha katika maisha yako ukose kuaccess baraka ambazo Mungu anapeana. Utafika level ya maisha uanze kung'ang'ana. Na kwa hivyo unapoandikwa kazi na mtu, yeye amekudhamini akakuashia hiyo kazi, hajaweka kamera, hajaweka anything, I beseech you, ninakuomba tu kwa jina la Yesu ya kwamba uweze kuwa mwaminifu. Number 2, mtu ufanyaje ili aweze kupata utajiri wa kiungu? Number 2, ukuwe umemwamini Mungu na umujue, that you need to know your God. Biblia inasema ya kwamba unapofanya kazi na watu ni Mungu unaserve. Unapofanya kazi na watu ni Mungu unatumikia. Na kwa hivyo utumishi wa Mungu unaonekana vile unafanya kazi na watu. Daniel chapter 11 and verse 32 inasema ya kwamba those who know their God shall do exploit. Watafanya mambo makubwa, watu ambao wanajua Mungu wao. Hiyo ndio Daniel 11 and verse 32. Na kujua Mungu wao ni kusemaje? Ni kufanya zile vitu Mungu huwa anataka. Mungu anasema hivi, occupy until I come. Hivyo ndivyo Yesu aliambia wanafunzi wake before ondoke, ya kwamba mshikilie katika hizo sehemu mpaka mimi mwenyewe nirudi. Na hakusema atarudi lini. Kwa hivyo wewe umewekwa kwa ofisi ni ya serikali ndio, lakini Yesu anataka ushikilie hapo na utangaze ya kwamba ni Yesu yuko. Unakutaga ukienda kwa maofisi ya serikali imeandikwa a corruption free zone, lakini hiyo sio kumaanisha ati ya kwamba corruption haitafanyika pale. Corruption ni mioyo ya watu itaamua ya kwamba na mimi sitafanya corruption, na mimi nitasimama imara, na mimi nitafanya hivi. Na utafanya hivyo because you know your God. Unajuana na Mungu wako. Ukichajua Mungu wako, kuna vitu hauwezi fanya hata zikiwa mzuri na zina faida katika maisha yako. Ningependa uangalie wale wa mama waliitwa na Farao, wakaambiwa na hawa wake wa Kiebrania ni kama wanaongezeka. Na kwa hivyo Farao akasema ya kwamba wanawake wa Kiebrania wakaenda kujifugua, akaita wakuga fulani, akawaambia mkiona nika kijana anajifugua muue. Na Biblia inasema ya kwamba maana hawa mama walikuwa wanajua Mungu, walikataa kuua watoto. Na hiyo kukataa oda ya Farao si kitu kidogo. Mfalme amepeana oda na uhakikisha ya kwamba hutaifanya. Biblia inasema ya kwamba Mungu alifurahishwa na hilo jambo sana, because they knew their God. Walijuana na Mungu wao. Na Biblia inasema ya kwamba wakapewa familia zao na Mungu. Ishara ni kusema hivi, kama wangefuata oda ya Farao, hawangepata jamii zao, hawangepata familia zao. Ninafikiri ya kwamba kuna watu katika uso wa dunia hawafai kuoleka, na hawa mama walikuwa moja hawa watu ambao Mungu alikuwa amesema hawatakuwa na jamii zao. Lakini vile walikataa oda ya Farao, kwa sababu they feared the Lord, they did the right thing, Biblia inasema Mungu akawapatia doa zao wenyewe. Ni kwa sababu gani? Ya kwamba wanamjua Mungu wao. Nataka nikwambie maneno haya. Kuna vitu zitakufuata maishani na zote zitakuwa zinapima kama unamjua Mungu na kumtii. Kuna vitu maisha lazima itakupatia hiyo chance ya prove that you know your God and you obey him. Maisha hiyo chance inakuja kwa mtu yoyote, awe ni mlevi awe si mlevi, uwe uliokoka jana ama umeokoka miaka 20 iliyoisha. Kuna wakati maisha itakupatia nafasi ya uweze kuprove kama unafuataga sheria za Mungu wako. Wakati ule utaprove ya kwamba unafuata sheria za Mungu. Reality ni hii ya kwamba kutoka hapo Mungu anakuweka sehemu special na unaanza kuaccess kingdom resources. Na angalia mtu kama Abraham, alipimwa na nini? Aliambiwa toka kwa watu wenu uende mpaka mahali nitakuonyesha. Na Abraham akatoka na akaenda mpaka mahali Mungu atamuonyesha. Na alipofika mahali Mungu atamuonyesha, alizeta pale na akakubali kukaa pale. Na hiyo sio kitu kidogo. Mtu kuachana na watu wao sio kitu kidogo, lakini Abraham alifuata Mungu vile ameambiwa. Number 2, akaambiwa tena, umezaa mtoto na umemzaa ukiwa mzee miaka 100. Akaambiwa nitolee huyo mtoto akiwa dhabihu.
na akaenda na hakufikiria mara mbili. Na sasa hii ni ile chance inapeagwa kila mtu maishani, na unapewa uproof kama unampenda Mungu ama unamfuata. Na ikija katika maisha yako ile tabia utakuwa nayo, maana hauambiwi ati ya kwamba sasa hii chance ni yako ya kuproof kama sasa unampenda Mungu, tuonyeshe unampenda. Inakujaga bila kuambiwa ya kwamba Mungu sasa ndio ameketi akuangalie nione utafanya namna gani wakati nataka uproof kama utanifuata. Na chance kama hiyo inafuataga watu wengi wanaaguka mtihani. Kitabu cha gani? Maraki. Biblia inasema kuna watu waliongea kwa ujeuri mwingi wakasema hata ukimwogopa Mungu ama umheshimu ama ufuate njia zake ama upeleke kichwa chako kama umeinama mbele zake, ni faida gani mtu huwa anapata? Watu waliongea hivyo. Biblia inasema watu wengine walikuwa hapo wakashika vinywa vyao wakauliza, hawakuogopa vile wameongea kuhusu Mungu. Na kutoka hapo Biblia inasema na Mungu akaitisha kitabu ya kumbukumbu, majina yao iandikwe. Wameandikwa kwa nini? Wameonyesha woga wa Mungu katika maisha yao, na hiyo ni ishara ya kwamba kutoka pale they are going to access the kingdom resources. Na kingdom resources nimesema ya kwamba ni zile vitu Mungu anapeana na akishakupea ya kwamba haujuti. Na kingdom resources si pesa peke yake. Kuna watu wanapewa kingdom resources, unapewa watoto wazuri, watoto wa kifalme. Yaani watoto ukiitana wanakuitika. Mpaka watu wanakuuliza, na mbona wewe watoto wako wote, watoto 6 ulipata, hakuna hata moja mlevi? Ni kwa sababu uliaccess Mungu mahali anakupatia watoto ambao si walevi. Wanaulizana, na huyu mama alizaa watoto wa wasichana 4 na wote walioleka na harusi. Na ni gumu upatie watoto wa kike 4 na wote waoleka na harusi. Ni kwa sababu gani? Ni Mungu, hiyo ni resources ya king, ni Mungu amekubali kukupatia hiyo. Nawe kuna mahali ulifanya kitu kinaonyesha ya kwamba unamjua, ama ukafanya kitu kikaonyesha ya kwamba uko na woga wa Mungu ndani yako. Kingdom resources inapewa watu wale wanaonyesha either wanamjua Mungu ama ni waaminifu ama wako na woga wa Mungu ndani yake. Kingdom resources ni gani? Ni ya kwamba unakuta ya kwamba umezaa watoto wazuri na wote wameandikwa kazi mzuri, ya kwamba siku moja ukisema ya kwamba watoto wangu jioni hapa kwako kwa compound kuna simama magari makubwa, magari 4 5, paka watu wanaulizana nini yule mama alifanyia Mungu. Ni kuonyesha Mungu ya kwamba kingdom resources is not about money. Unaweza pewa watoto, ni kingdom resources. Unaweza pewa doa, ni kingdom resources. Unaweza pewa, maana vitu vyote ni vya Mungu. Unaweza pewa majirani, wanakujali majirani. Yaani unazungukwa na watu wamekupenda, hata ukiingiliwa kidogo, before ujue ya kwamba kuna watu walikuwa nakuingilia, walipigana na ukashinda na hata haukujua. Unajua baadaye wanakuambia kwamba na kuna watu walikuwa nakuingilia na tukashughulikia hiyo kitu na tukamaliza. Hiyo ni kusema ya kwamba uko kwenye moyo wa Mungu mahali. Uko kwenye moyo wa Mungu mahali. Lakini ukikuta maisha yako ina maajali mingi na mikosi, elewa hivi, kingdom resources imekuwa withdrawn. Kingdom resources ni afya, unapewa health. Unakuta ya kwamba miaka ile umekaa katika uso wa dunia, uko na miaka unaelekea 80, lakini ukiangalia mara yako ya mwisho kuingia hospitali ilikuwa lini? Unakuta ya kwamba hakuna wakati umeingia hospitali. Yani unahesabu miaka 30 mara yako ya mwisho kumeza Panadol na kusema ati unaumwa. Na unajua kuna mtu akifikisha miaka 70 amekunywa dawa miaka 20, amekunywa dawa miaka 30. Sasa mpaka yeye mwenyewe prescription zingine hadikiagu na daktari, anajua dawa hii imeisha, anakuambia shika hii pesa, kibia pale chemist, useme wakupatie dawa inaitwa fulani ya miligram fulani, na akokobainia na yeye hajasomea udaktari, amekunywa dawa mpaka anazijua prescription. Ni kama daktari anaandika, anazielewa hivyo, na wewe hauko hivyo. Tofauti yako na huyo mtu mwingine ni gani? Ni kusema ya kwamba kuna mahali uliaccess Mungu. Na mtu aki-access Mungu, hauwezi mu-access Mungu na maisha yako ibaki the same. Unahitajika utafuta Mungu katika maisha yako, maana siku ile mtashikamana na Mungu hivi, maisha yako haibaki kwa vile tena. Naye ili muweze kushikamana, nimesema number 1, ukuwe trustworthy. Number 2, mkuwe mnajuana. Ya mwisho nitaongea naye, uweze kuelewa the law of replacement and displacement. Hii ni sheria iliyoko katika duniani, ama ni sheria inasema uondoe vitu fulani katika maisha yako, ndio vitu fulani ziingie. Hii ni kusema hivi, kuna mtu hafai kuwa rafiki yako na hata kuwa.
Na kuna mtu ukimweka rafiki, mnaanza kukosana na Mungu immediately. Mungu anakosa kukudhamini tena. Hezekia hakuabudu miungu katika maisha yake. Akiwa mfalme wa Juda, hakuabudu miungu Hezekia. Lakini alifanya makosa, akaoa katika nyumba ya Ahab. Ahab anaabudu miungu. Alijikuta ya kwamba maisha yake iko na shida kwa sababu ya urafiki. Na hagekosa kukaa na Ahabu chini wakaongee, kwa sababu Ahabu ni mdhoniwa, ameoa kwake. Na mdhoniwa akikwambia ninaenda vita nipeleke, utakataa umwambie mimi siendi, utaenda na yeye vita. So kaidiri ni vizuri uelewe ya kwamba sheria ya Mungu inasema kuna watu unatakana uondoe katika maisha, na ni vizuri uangalie na ni nani ambaye anaweza leta mikosi katika maisha yangu. Usifikirie ati urafiki wako haukuaffect relationship yako na Mungu. Urafiki unakuaffect. Kuna wakati mtu anaweza kukutoa mahali Mungu alikwambia wewe kaa hapa nikubariki, na akaambia mtu mwingine wewe ondoka hapa, time yako ya kukaa hapa imeisha. Hata Waisraeli waliambiwa time yenu ya kukaa Misri imeisha, ondokeni hapa. Na Biblia inasema watu wengine wakaondoka pamoja na wao, na hao watu Mungu hakuwa amewaambia waondoke. Hao watu ndio walienda kuleta kisirani kule jangwani. So kaidiri unaweza kuwa na rafiki aambiwe na wewe uambiwe na Mungu kaa hapa, rafiki yako aambiwe wewe ondoka hapa uende pale. Na kwa sababu ni rafiki, unaona ameenda anakwambia wewe njoo nipeleke, na wakaenda, mwisho ya kusubue. Abraham aliambiwa aasha watu wao wote na akabeba Lot. Ilisababisha Abraham aingie kwa vita maishani ambayo hangepigana. Kwa sababu gani? Ameambiwa Lot ametekwa nyara na wafalme na wameenda na yeye na wamebeba kila kitu. Ilibidi akusanye vijana wa nyumba yake 300 na kitu, akawaambia siwezi ashiria huyo kijana aende. Abraham alipigana vita kwa sababu ya mtu hakuwa anafaa kupigana. Angekuwa ameacha Lot kule kwao, ina maana hiyo vita hangeingia. Na kwa hivyo kuna watu itabidi uache, na sio watu tu, uelewe kuna vitu natakana uondoe ndio Mungu aweke vitu mpya. Na kuondoa ni kusema ya kwamba uachane na fitina. Kuna maneno unaongeaga ya fitina tu, unakuta ya kwamba zile vitu nimeongea. Hata wewe mwenyewe ukienda ujisikize leo, na nilimwambia nini? Si ni fitina tu nilikuwa ninaweka. Nilishoshea huyo mzee dhidi ya mke wake. Kuna mtu hata aliniambia kwamba alishauri mzee aende apige mke. Akamwambia nenda utadike huyo mama amekuzoea kama amefika hapo. Sasa mtu kama huyu unafaa muondokee. Maana Biblia inasema mtu yeyote violent na mtu ambaye amedivorce kwa Mungu ni kitu kimoja. Mtu ambaye ni violent, mtu ambaye anapigana kwenye doa, na mtu ambaye amedivorce, hiyo imeandikwa kitabu cha Malaki. Biblia inasema Mungu anaiona ikiwa moja. Kwa hivyo hakuna tofauti ya yule amedivorce na hakuna tofauti ya yule ambaye ni violent. Lakini sasa ukiwa hivyo unakosa kingdom resource. Hiyo ni kusema ya kwamba kuna watu maishani mwako mnafaa kuachana. Kuna tabia unafaa kuacha kabisa. Kuna proti unafaa uhame. Ukikuta proti watu wote ni makahaba ama wanafanya kazi ambayo ya ukahaba, kwa nini ukae katika hiyo proti? Hata kama inakodishwa pesa kidogo, itanajisi nafsi yako. Utakosa kusimama vizuri mbele ya Mwenyezi Mungu, na si ati ni Mungu ako na shida na wewe, ni wewe umeshindwa kujielewa. Kwa hivyo ku access kingdom resource kuna vitu natakana uondoe katika maisha yako. Number 2, ku access kingdom resource lazima ukuwe trustworthy. Number 3, lazima umjue Mungu wako vizuri. Let me pray for you. Baba, katika jina la Yesu, ni asante kwa ajili ya mtu ambaye umenituma kwake, na niko na imani ya kwamba atapata mali na utajiri kutoka kwako. Ulitajirisha Abraham, ukatajirisha Daudi, ukatajirisha Solomon. Watu wale wote umetembea na wao, hakuna mtu alikosa vitu katika maishani. Na hata Yesu ukiwa hapa duniani ulisema ya kwamba kuna vitu tusiinje tukaomba, ati chakula cha kunywa na kuvaa. Maana hata ndege na mapagani hawaobagi hizo vitu na Mungu unawapatia. Lakini wale wanaitanishwa na wewe, hizo ni vitu zinatusubua kwa kanisa. Ninaomba ya kwamba utuwezeshe to access kingdom resource ili maisha yetu ibadilike. Pokea sifa kwa Bwana umetenda, uinuliwe na uhimidiwe, na ni kwa Yesu Bwana tumeomba na kuamini. May God bless you. May God do you good. Ninaitwa Pastor Raphael, CFF Makutano Meru, na Yesu ni Bwana. Ningependa usupport kwa kutuma sadaka yako kwenye hii namba iko on your screen. Ni paybill yetu ya kanisa. Account ni 2218222 ama 222118 igere emwe inyanya. Account number ni 72388#. Ama pia unaweza tuma kwa hii namba, ni rahisi. Hii ingine tunaweza kuwekea on your screen.
0725000070. Hiyo namba ni rahisi, 0725000070. Ukituma msaada wako kwa hiyo namba utafika na tutabarikiwa. May God bless you, may God do you good, and may you access kingdom finances in Jesus' name. Amen. Bye bye.